mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo. Popote mlipo, Bwana awabariki. Ningependa tuingie katika somo la leo kutoka kitabu cha Samueli wa pili. Tusome mlango wa 9. Samueli wa pili mlango wa 9, kuanzia pale aya yake ya kwanza. Samueli wa pili, 2 Samuel, chapter number 1. Chapter number 9, sorry. Verse number 1. Samueli ni wa pili, mlango ni wa 9, tuanzie pale aya yake ya kwanza. Hivi ndivyo neno la Mungu linavyosema. Inasema hivi: kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli, nipate kumtendea mema kwa ajili ya Jonathani? Palikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli, jina lake Siba. Basi wakamwita aende kwa Daudi, na mfalme akamuuliza, wewe ndiwe Ziba? Naye akasema, mimi mtumwa wako ndiye. Mfalme akasema, je, hakuna hata sasa mtu yeyote wa nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Mungu? Siba akamwambia mfalme, Jonathani anaye mwana hata sasa, aliye na kilema cha mguu. Mfalme akamwambia, yuko wapi? Ziba akamwambia mfalme, tazama, yumo katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lodibari. Basi mfalme Daudi akatuma watu akamwondoa katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lodibari. Jina la Bwana na neno lake lipewe sifa adhuhuri ya leo. Nasema kwamba mashiriki nasi hili neno ambao nasema ya kwamba God will compensate. Praise the Lord. Ya kwamba Bwana atalipishia kile ambacho hauna. Hiyo ndio ujumbe wa leo. Kile ambacho hauna, the Lord will compensate for that which you are lacking. Yeah? Kile ambacho hauna, Bwana atacompensate. Sema amen. Ujumbe mzuri, neno nzuri ambalo tunasoma hapa kumhusu huyu kijana anaitwa Mephibosheth. Alikuwa ni mwana wa Jonathani, ambaye pia alikuwa mwana wa Sauli mfalme aliyekuwa ameondoka. Maandiko yanasema kwamba alipokuwa mtoto mdogo, huyu Mephibosheth, kulipokuwa na vita kwao maeneo ya kwao, aliyekuwa na mbeba, tunaweza kumuita yaya, wakiwa anatoroka akamwangusha chini na miguu yake ikalemaa, akawa hana miguu ya kujibeba, akawa hana miguu ya kuondoka yeye mwenyewe binafsi, yani hana miguu. Anaitwa Mephibosheth, mwana wa Jonathani. Na Daudi anauliza katikati ya watu wengi, je, hakuna hata mmoja amesalia wa familia ya Jonathan ama hata Sauli nikaweza kuwaonyesha mema kwa sababu ya urafiki na upendo ambayo Jonathan mwana wa mfalme Sauli alinitendea na kunionyeshea? Na ndio naona kwamba ni vizuri kutenda mema. Ni vizuri ukiwa na nafasi, tenda mema. Ni vizuri usitende mabaya, usikandamize watu, usiwasinye watu kwa sababu ni wanyonge ama ni wadhaifu. Tenda mema.
Ndio maana unaona Daudi anakumbuka, kuna mema nilitendewa na Jonathan mwana wa Sauli. Na je, anauliza kuna hata mmoja amesalia? Ndio mtu anaitwa Siba anatokelezea na kusema hadithi ya Mephibosheth, ya kwamba kuna kijana mdogo Mephibosheth, sasa ni mtu mzima, lakini amelemaa miguu yote miwili, hawezi kujipeleka, hawezi kujiondoa mwenyewe, anategemea watu wengine. Yaani kuna vitu ambavyo hana kabisa, abomoka ama kuharibika akiwa mtoto mchanga, kwa maana aliangushwa chini na miguu yake ikalemaa ikapoza. Sasa anategemea watu kadhaa akiwemo Ziba wampeleke na kumburudisha. Mchana wa leo nanenea watu ambao kuna kitu hawana, ni kama Mephibosheth. Kuna vitu hawana, ni kama Mephibosheth. Kuna masomo hawana, ni kama Mephibosheth. Haleluya. Kuna vipawa hawana, kama Mephibosheth. Kuna msaada hawajapata, ni kama tu Mephibosheth. Yaani Mephibosheth alikuwa amelemaa katika miguu yake. Kuna vitu hakuwa navyo. Leo kuna wengi ambao ni kama Mephibosheth. Hatuna mashamba tuliwachiwa na wazazi. Hatuna karama na vipawa vinaweza kutambulika katikati ya wanadamu. Pengine hata tuna masomo wengine wako nayo. Hata pengine hatujaolewa, lakini tuko na watoto tunalea. Pengine tuko na washirika wachache, na pengine washirika wale sio washirika wenye vibarua kubwa kubwa ama biashara kubwa kubwa, ni wale tu tunawajua. Praise the Lord. Hallelujah. Mephibosheth ni wengi, ya kwamba pengine hata masomo haukwenda ize wanataja pengine alliance na kadhalika. Mephibosheth. Lakini ningependa uelewe hivi, kama jinsi ambavyo ilifanyika kwa Mephibosheth itakufanyikia wewe. Sema amen. Ya kwamba Mephibosheth kuna vitu hakuwa nayo, lakini Mungu huwa anakompensate kwa vitu ambavyo hatuna, lakini watu wengine wako nazo. Yaani hatuna, lakini wengine wako nazo. God is a God of compensation. Hii ni ujumbe ningependa ikusaidie mchana wa leo, ya kwamba Bwana atakompensate kile ambacho hauna. Atakompensate tena, atakompensate zaidi ya kicho ambacho hukuwa nayo, lakini wengine walikuwa nayo. Am I hearing a good amen? He is going to compensate, and that is a plan of God. Yeye ndiye alikuumba, yeye ndiye anajua ile safari umeenda, anajua mambo ambayo umepitia, amejua kukandamizwa ambayo umepitia, amejua mateso yako, amejua kilio chako, amejua dhuluma ambayo umepitia. Mungu ako katika njia ya kukompensate hicho ambacho huna ama kimepotea katika barabara na safari. Kama ya Mephibosheth, Baba wa mbinguni is about to compensate for you. I say is about to compensate for you. Na ndio maana Daudi akauliza swali hilo, hata kama alielezwa ya kwamba Mephibosheth ni kilema miguu yake miwili, bado alisema Mephibosheth aletwe. Bado aliitana Mephibosheth aletwe. Na hata baada ya kuletwa akajithibitishia mwenyewe ya kwamba Mephibosheth hakika hana miguu, imelemaa. Akatangaza mambo ambayo imeshinda kile ambacho hakuwa nacho. Hiyo ndio kazi Bwana anaenda kufanya maishani mwako, ya kwamba anaenda kukulipia zaidi sana ya kile ambacho hukuwa nacho. Leo ni siku ya Bwana. Nasema leo ni siku ya Bwana. He is a God of compensation. He is going to compensate for you much more than what you did not get. Much more than what you did not have. Much more than what other people found easily. Lakini wewe haukuipokea. Bwana atakompensate, na akianza kukompensate atapita kiwango ya vitu ambavyo hukuwa navyo.
Sikiliza mtu wa Mungu, Mephibosheth akaalikwa katika ikulu ya mfalme. Sema amen. Hiyo tayari kwanza imeanza kushinda miguu ambayo kuwa nayo, ya kwamba akaalikwa kwa ikulu. Na zaidi ya hiyo, Daudi akasema tena ya kwamba Mephibosheth, muradi niko hai, atakula katika meza ya mfalme. Haleluya. Hiyo haikutosha, bado akasema hivi, mashamba yote ilikuwa ya baba yake na babu yake Sauli warejeshewe mara moja. Hakuachia hapo, akaongezea akasema hivi ya kwamba na wafanyikazi wote katika hiyo maeneo watawalimia hizo mashamba, na tena watawachungia ng'ombe zao na kondoo zao. Bwana atalipa na atakompensate zaidi ya kile ambacho leo hauna. Nasema tumemwona Bwana. Nasema Bwana ameonekana na Bwana amejulikana ya kwamba Bwana ni yule ambaye anakompensate beyond and above, exceedingly more than what we can pray or ask. Oh, hallelujah. I can feel the Holy Ghost. Sando sakatayaba. Hallelujah. Bwana anaenda kulipa watu ambao wamekataa kuvunjika moyo. Miguu imelemaa lakini nakataa kuvunjika moyo. Sikwenda high school lakini nakataa kuvunjika moyo. Niko kiwete miguu yote miwili lakini nakataa kuvunjika moyo. Nimekataliwa na wadada lakini nakataa kuvunjika moyo. Wandugu wamenipita wakachukua majirani lakini nakataa kuvunjika moyo, kwa maana Bwana atalipa tena zaidi ya kile ambacho hukuwa nacho. Sema amen. Napigia Bwana Yesu makofi ya furaha. Because God is about to compensate. Hallelujah. Hey, nasema kwamba God has compensated and will still compensate as you go forward in whatever you don't have. The Bible says that which you are lacking, as you go forth, even for that which you are lacking, the Bible says the Lord shall provide and supply for whatever you are lacking. Forward ever, backward never. Kataa kurudi nyuma. Kataa kukaa chini na kuomboleza. Kataa kujionea huruma. Kataa kukaa kando kando ya barabara uwe wakusaidiwa na wanadamu. Nyanyuka kwa miguu yako na useme ya kwamba I know my Redeemer liveth, and he shall compensate for me even more than that which I don't have right now. Hivyo ndivyo Mungu anafanya kazi. Glory to God. Pigia Bwana Yesu makofi ya furaha. He is about to compensate people. Glory to God. Anaenda kukompensate kile ambacho hauna. Kezagazaga mando sakatea. Sema amen. Katika kitabu hiki cha Joel 22:25, Joel 2:25, maandiko yanasema kwamba nitakulipa ile miaka ambayo panzi na parare wameangamiza. Nitakulipa ile miaka ambayo madumadu na tunutu wameakula na kuangamiza katika maishani mwako. Anasema hiyo miaka I will repay, kwa maana God is a God of compensation. Ndiye alituumba tena kwa mfano wake na asili yake. Hallelujah. Matendo ya Mitume inasema kwamba tena akachagua mahali tunazaliwa. Huyu ndugu akazaliwa kwa nyumba ya Jonathan na akabebwa na yaya, asijue kuna vita. Amebebwa akaangushwa, haikuwa makosa yake, lakini miguu ikalemaa. Bwana akakompensate kwa miguu ambayo imelemaa. Leo natangaza katika jina la Yesu Kristo ya kwamba kile ambacho huna, Bwana anaenda kukompensate. Zaga. Ekayadaba. He is about to compensate you. Bora tu usivunjike moyo. Bora tu usivunjike moyo. Bora tu usirudi nyuma. Bora tu usikae chini kitako na ugive up. Bora tu unasema kama Ayubu ya kwamba my Redeemer liveth. Anasema my Redeemer liveth, and that in the end, by the end of it all, when all is said and done, my Redeemer shall stand na atahukumu dunia. Mephibosheth miguu imelemaa. Mephibosheth hawezi kujipeleka. Mephibosheth hawezi kujitoa
watu wengine wanajipeleka, watu wengine wanajitoa, watu wengine wanaingia na kutoka, lakini hawezi. Lakini Bwana anatazama kutoka mbali, anamuona toka mbali, ameandaa njia ambayo itamfanya alipwe maradufu kwa sababu ya kile ambacho amepoteza hana katika miguu yake. He is the Lord of compensation. Ninamuona tu akitembea, ninamuona Bwana akitembea, ninamuona Jehova akifanya maajabu, ninamuona Mungu akilipa watu kwa sababu ya kile ambacho hawana. Sema amen. Huyu ndugu anaitwa Ayubu. Katika Ayubu 42 unakuta ya kwamba alipoteza vitu vya dhamana, akapoteza watoto wake ambaye alikuwa anawapenda, kwa maana alikuwa anawatolea dhabihu mbele za Bwana ili wakabakia na uzima na baraka na nguvu, wakaendelea. Lakini bado tu adui alinyosha mkono na akawaguza, akaguza hata mali zake, kondoo zake na ngombe zake. Sijui ni watu wagani ananea mchana wa leo ambao shetani ameruhusiwa aguze vitu vyao na vimepomoka, vimeguzwa, vimelemaa kama miguu ya Mephibosheth. Ningependa uinue kichwa chako juu na useme kwamba I know my Redeemer liveth and my God is a greater compensator. He is about to compensate you for whatever was lost. Sema amen. Ayubu 42. Tukisoma pale kuanzia ubeti wake wa 10, anasema, maandiko yanasema kwamba na Bwana akamrejeshea Ayubu maradufu ya vile ambavyo alikuwa amepoteza. Verse 12 inasema aje? Ama 10. And the Lord turned the captivity of Job when he had prayed for his friends. Also the Lord gave Job twice as much as he had before. Ukienda mstari wa 12, maandiko inasema hivi, so the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning, for he had 14,000 sheep and 6,000 camels and 1,000 yoke of oxen and 1,000 she-asses. He had also 7 sons and 3 daughters. Yani Bwana akamrejeshea kile ambacho kilikuwa kimepooza, kile ambacho kilikuwa kimelemaa, kile ambacho hakuwa nacho. The Lord is a glorious God. Yeye ana compensate for whatever is lacking. Did I hear a good amen? He is compensating for whatever is lacking. So say amen. Say amen. Hallelujah. Sakatayaba. Mandebo Shaddai. Hallelujah. He compensates for whatever is lacking. Thank you Jesus. Yani kile ambacho huna ana compensate. Katika Wathesalonike 1:3-10. Wathesalonike 1:3-10. First Thessalonians chapter 3 and verse 10. Let's go get there and read this scripture. Inasema aje? Inasema hivi, night and day praying exceedingly that we may see your face and might perfect that which is lacking in your faith. Now God himself and our Father and our Lord Jesus Christ direct our way unto you. Yani kile ambacho hakiko Bwana ana compensate. Simutu aseme amen. He compensate. Whatever is stolen or taken away from you, God is bringing it back. Chochote ambacho kimeibwa kutoka kwako, kimechukuliwa kutoka kwako, umenyang'anywa, Bwana anakirejesha. Nasema Bwana anakirejesha. Katika Mwanzo 26, Genesis 26 verse 19, inasema hivi, ya kwamba Isaka akachimba kizima, lakini watu wakamunyang'anya. Akachimba kizima kingine, tena wakamunyang'anya. Hakuchoka, akaenda mbele. Yani vizima ananyang'anywa, vizima vinapotea, leba yake inakuwa kana kwamba it is in vain. Lakini bado Bwana, walipofika mahali panaitwa Rehoboth, na maandiko inasema wakachimba maji na yakabubujika
walikaa na pale wakasema, hapa Bwana atatupa nafasi. Nasema hapana vunjika moyo. Oh, hallelujah. The Lord is about to compensate. Now listen to this. Whatever disadvantage you have, it becomes God's opportunity to replace and to compensate for the disadvantage. Yani ile disadvantage ambayo uko nayo, si kwenda shule nzuri, kusomeshwa vizuri, si kupata grade mzuri, don't disqualify yourself. I'm telling you tonight or today in the name of Jesus, don't disqualify yourself. Oh, sina umbo mzuri, sina macho mazuri, sina nywele mrefu, mimi ni mfupi sana. Don't disqualify yourself. You know why? I've come to discover ya kwamba anywhere there is a disadvantage in your life, Mungu ana step in, ana recover the disadvantage, ana compensate the disadvantage. Sema amen. Nimeona watu wengi sana ambao utasema utawacheka ya kwamba ni mabilikimo, lakini ukimsikia ako na sauti anaimba mpaka unastuka, ama ako na sauti ya studio. Yeye anaweza peana inaitwa voice over. Yani ako na sauti ambayo imerembeka, sauti mzito, lakini mbalikimo. Why? God is a master compensator. Si useme amen. Nimekuja kujua hivyo. Ndio maana you don't need to compare yourself with other people. Hujanisikia? Don't compare yourself with other people. Oh, siwezi kama kina so and so. Kanisa yetu kwa mahali fulani sio kama ya kina so and so. Oh, hatuna hawa kama kina wale. Don't compare yourself with other people, kwa sababu Bwana katika hali yako he is prepared to compensate for you whatever other people have but you don't have it. Yani hauna. Si useme amen. Huna kabisa. Huna kazi nzuri, kuna kitu ameweka for compensation. Magazagazaga, rema handeba, au kuwa na wazazi, kuna kitu Mungu ameweka kama compensation. Nasema kuna kitu Bwana ameweka kama compensation. Hauna magodfather katika ulingo wa kisiasa ama serikalini, Bwana amekupa compensation. Na iko. Sema amen. Narudia tena. Whatever disadvantage you may have, it is God's opportunity to replace the disadvantage, to compensate for the disadvantage. In fact, God's compensation is much more than what you don't have or what you are lacking or what is taken away by people. Wao hujasikia hiyo? Yani compensation ya Mungu ikija, utakapoingia ndani yake, itakuwa kubwa sana, itakuwa ya baraka sana kuliko kile ambacho hukupewa, kile ambacho hukuzaliwa nacho, kile ambacho kilitukuliwa na watu, kile ambacho watu wengine wako nacho. Bwana akicompensate, hiyo compensation inakuwaga glorious, inakuwaga wonderful. Muulize Mephibosheth, atakwambia hata kama niko kilema, ni mimi kutoka Lodiba peke yake nimeingia kwa ikulu. Ni mimi peke yake ninakula kwa meza ya mfalme. Ni mimi peke yake nimerudishiwa mashamba ya ambao tulikuwa tumenyang'anywa, kwa maana our father is no longer the king. Na tena tumeandikiwa wafanyikazi. Tumeandikiwa wafanyikazi. Hang in there. I say hang in there. Razoka zaga rekotaya. Glory to God. Don't curse yourself. Don't curse yourself. Hapana angukia mtego wa shetani na watu wabaya. Uanze kujilaani, uanze kujionea huruma, uanze kujidisqualify, uanze kujikatakata, uanze kuangusha maono yako. Kataa. Step akasota yaba. God is about to compensate. Kuna watu wanaenda kuwa compensated. Na namba ya kwamba kuwa compensated. Hapana anguka, hapana rudi nyuma, hapana enda Misri, hapana kata tamaa, hapana tupa maono, hapana vunjika moyo.
Bwana anaenda kukompensate, na compensation ikikuja itakuwa ni ajabu. Utasema kama Daudi, it was good for me that I was afflicted that I may know the glory. Oh shandaba zege zege. Soma nami Zaburi 119. Zaburi 119. Daudi anasema hapa na ubeti wake wa 41, I believe 119. Let's look at 41. Anasema that way I'm reading. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Anasema ni vyema kwake 71. Psalms 119 verse 71. Anasema ya kwamba it is good for me that I have been afflicted that I may learn thy statutes. Ya kwamba ilikuwa vema kwangu kuwa nateswa kwa mambo ambayo hakuwa nayo, kwa vitu ambavyo akiinuka kimaisha hakuwa nazo, kwa vitu ambazo akitafuta Mungu hakuwa nazo, lakini sasa Bwana amembarikia. Hallelujah. The compensation of God will be and is much greater than you can imagine. Somebody say hallelujah. I say hallelujah. Songa na soma nami katika Wakorintho wa pili 11. Wakorintho wa pili 11. Huyu ndugu anaitwa Mtume Paulo. 2 Corinthians chapter number 12. Tuanzia pale mstari wake wa 7. Anasema kwamba and lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan, to buffet me, lest I should be exalted above measure. Anaendelea kusema, for this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And he said, this is what I like to hear. And God said, somebody say God said, and God said, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glorify in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Somebody say hallelujah. Mungu anamwambia, wakati uko mnyonge ndipo ambapo nguvu zangu zinadhihirika. Wakati ambapo hauna ndipo ambapo mkono wangu unaonekana. Wakati ambapo umewachwa ndipo ambapo na kuchukua. Wakati ambapo umekataliwa ndipo ambapo na kuheshimisha. Hallelujah. Glory to God. The Lord is a master compensator. Paulo anamwambia Bwana, kuna mwiba unanisumbua, kuna unyonge unanisumbua, kuna udhaifu unanirudisha nyuma. Kuna kitu ambacho kama kingekuwa ningekimbia kama wengine, ningeenda mbio kama wengine, lakini Bwana akamwambia, ingawaje ameomba mara 3 amwandalee, akamwambia la hasha, elewa hivi ya kwamba my grace is sufficient in your lack, my grace is sufficient in your weakness. Ninanenea wapendwa leo, hata kama hauna, amuka endelea. Hata kama huoni msaada, amuka endelea. Hata kana kwamba haujaona watu wakiitika, amuka, anza hiyo kazi, anza hiyo biashara, anza hiyo kanisa, anza hiyo huduma, amuka na uendelee, because my grace is sufficient in your weakness. For when you are weak, then you are powerful. For my power is made manifest in your weakness, in when you are lacking. Na ndio maana usikae hapo uomboleze. Ukisoma pale chini mstari wa 10, Paulo anasema namna gani? Anasema, kwa hiyo napendezwa na udhaifu, napendezwa na ufidhuli, napendezwa na misiba, napendezwa na adha, napendezwa na shida kwa ajili ya Kristo. Maana niwapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu. Niwapo dhaifu
ndipo nipo na nguvu, na sio nguvu yangu, ni nguvu ya Mungu ambayo inaniangukia, ni nguvu ya Mungu inaanza kuniandama, ni nguvu ya Mungu inaanza kunipeleka, ni nguvu ya Mungu inaanza kuniongoza, ni nguvu ya Mungu inaniinua na pepea. Hey! Ni nguvu ya Bwana inamfutia nguvu. Sema amen. Glory to God. Give him a shout of victory. Hallelujah. Thank you Jesus. Tuseme amen. Musa anamwambia Mungu, umenichagua nikanene na mfalme Farao, na nimwambie atoe, awachilie watu wako huru waende wakakutumikie. Musa anamwambia Mungu, angalia ulimi wangu hauongei, angalia ulimi wangu ni kigugumizi, angalia ulimi wangu ni mzito, sina ulimi kama watu wengine, siwezi kupanga maneno kama watu wengine. Lakini Mungu anamwambia, hapana, ongea mambo kama hayo, inuka uendelee, kwa maana in your weakness my power shall be made mighty, my power shall be made glorious. In your weakness I will show you my power. Hey, Zahadaba Reko Sataya. Ndio maana Paulo anasema, ninafurahia wakati watu wananikejeli, ninafurahia wakati watu wananisemanga, ninafurahia wakati watu wananiwekelea, wanafanya makosa wananiwekelea, wanafanya dhambi wananiwekelea, wanaongea mabaya wanasema ni mimi. Nafurahia kwa sababu saa hiyo the power and the grace of God and the glory of God is upon my life. Hey, Sahadaba Handebo Shitaya Lahazaga. Hapana ogopa, hapana ogopa kuaibika, hapana ogopa kuchekelewa. Hiyo kuchekelewa ni mlango wa Bwana ubarikiwe. Hiyo kuaibishwa na wanadamu ni Mungu anaandaa mlango akuonyeshe ishara ya nguvu yake. Hapana ogopa, hapana tetemeka, hapana jionea huruma, hapana rudi nyuma, hapana kaa chini na kuomboleza. The power of God is about to hit your life. Sanda Zeko riba Allah zaha shelebosa. Glory to God. I can feel the glory of God here. He is a master compensator. Hivyo ndivyo shikazagai. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Sikiliza hata Jeremiah 1 verse 6 anamwambia Jeremiah, how can I be a prophet to your great people, to these wonderful people, and I am yet still a child? I am just but a youth. Anamwambia mimi ni kijana tu. Yaani mimi ni kijana. Wataniangalia waseme, huyu kijana anatuambia nini? Amezaliwa jana tukimuona. Amezaliwa jana tukimuona. Ameokoka jana tukimuona. Anataka kutuambia nini? Ni nini anataka kutushow? Hata Jeremiah akasema ni kweli, I'm just but a youth. Lakini Mungu anamwambia, I will compensate for your youth. I will compensate for your youth. You just rise up and I will give you the words. Mando sakatayara leko sagai handebo kata. Mungu anangoja ya kwamba useme ndio Bwana, na kile ambacho huna anakuambia, I am a master compensator. I will give you something else even if you don't have what you think you need. Nitakupa ingine. I will give you something ambayo itafanya wasahau wewe ni kijana. Oh, hallelujah. Itafanya wasahau ya kwamba umezaliwa juzi juzi. Itafanya wasahau ya kwamba uliokoka juzi juzi. Because of what I'm going to give you and what I will do through you. Watasema na Bwana ainuliwe. Watasema na Bwana atukuzwe. Because what I'm going to do with you. Hawataona wewe ni kijana tena. Tuseme amen. Hawataona ni kijana tena. Unajua miujiza ikianza kufanyika hapa, utaanza kusema ni wa kanisa gani? Hiyo story inaishia hapa. Huyo si wa Katoliki yetu, huyo si wa Redeemed yetu, huyo si wa Fulu yetu. Ikianza kutendeka, kansa zinapona, viwete wanatembea, diabetes inakauka, vihoka zaga, waoto kayandaba. Hautasema tena wewe ni wa kanithoreko. Wewe unataka usema kwamba wacheni niombewe nipone. If only I may but touch the hem of his garment, I shall be made whole. Hutataka kujua kama ni Yesu wa Nazareti ama wa Galilaya ama wa Kapernaumu, bora nimguze na nipone. Thank you Jesus. God compensation.
the compensation of God works wonders and miracles. Sema amen. Yani ufanya miujiza. Hiyo compensation. Ndio maana maandiko inauliza hivi katika Zechariah chapter 4 rather and verse 10. Je, ni nani huyo ambaye amedharau siku ya vitu vidogo vidogo? Yani hauna vitu vingi, una unyonge. Hauna vitu mob, uko na viulema, vilema kwa miguu, vilema kifedha, vilema kimaisha, vilema kindoa, vilema. Sijui ni watu wagani wamedhiaki hiyo. Unajua hii ni dunia ambao hudhiaki vitu watu ambao hawana kitu fulani. Hauna pesa wanakudhiaki. Hakuna washirika wengi wanakudhiaki. Haujulikani sana wanakudhiaki. Yani wanakudhiaki tu. Wanakudhiaki. The devil is a liar. The Lord is about to compensate you. Am I hearing an amen? Ni kama huyu dada wetu ambaye tunampenda anaitwa Esteri. Dada Esther alikuwa orphan, hana bazazi, hana watu wao, ako nchi ya mbali, mahali panaitwa Babylon, katika palace ya Shushan. Ako pale mateka, ako pale mtumwa without anything, lakini akiwa pale the Lord more than compensated for what she was lacking. Am I hearing an amen? Yeye anakukompensatia tu akiwa pale. Anakuwa compensated. Anakuwa compensated. Unajua alikuwa compensated kwa njia gani? Kwa maana palikuwa na Mordekai mjomba wake ambaye alimsajili katika rekodi ya hekalu ya kwamba akuwe moja ya wadada whom the king can consider to make a wife. Hallelujah. Naye Mordekai anamwambia Esther, fanya hii, enda hapa, au usifanye hii, usiende pande hii, usikuwe hivi. Naye Esther anasema ndio uncle, ndio mjomba, ndio uncle. Anafanya kile ameambiwa, anafanya. Hata wewe na mimi leo tunaweza kuwa Mephibosheth, tumelemaa, hatuna wazazi kama Esther, lakini tunasema ndio Bwana. Nasema ndio Bwana. Bwana akinena ndio Bwana. Bwana akiongea ndio Bwana. Bwana akiitana ndio Bwana. Twasema ndio, kama Samueli katika hekalu usiku wa manane. Ndio Bwana. Zegazaga. Ni barabara inatengenezwa ya compensation, ni barabara inatengenezwa ya kulipwa, ni barabara inatengenezwa ya kurejeshewa. Twasema ndio Bwana. Sema ndio. Hallelujah. Thank you Jesus. Compensation ndio hii. So Zekaria anauliza hivi katika Zekaria 4:10. Hivi ndivyo anauliza, je, ni mtu gani huyo ambayo hajasemwa hivyo lakini ni mpumbavu? Yule ambaye ameona mambo madogo na idharau na kuikejeli. Huyo hajajua Mungu. Hajui kile Mungu atafanya. Unaangalia watu maskini na wadharau. Na ili hali Hana ametangaza tayari ya kwamba ni Bwana huinua watu toka kwa mavumbi na kuwaketisha pamoja na wafalme wa watu wake. Anatoa watu chini na kuwaweka juu. Sema amen. Hallelujah. Oh, thank you Jesus. Zechariah chapter number 4 verse 10 inasema, maana ni nani aliyeidharau siku ya mambo madogo? Nani huyo? Kwa maana hayo madogo kesho yatakuwa makubwa. Hayo machache kesho yataongezeka. Hayo yamedharauliwa leo, kesho yataheshimika. The Lord, the great compensator. Thank you Lord. Ana compensatea watu hata saa hii. Si useme amen. Ana compensate. Hata huyo Hana tunamsoma, tunamtaja hapa, alikuwa compensated. Hiyo miaka yote amekaa bila mtoto. Watu waliwacheka, watu walimchekelea. Penina alimudhiaki, anamchekelea, anaangalia saa karibu miaka ya Hana imalizike ya kuzaa, anaongeza kicheko, lakini hakujua alipata wana ambao Bwana aliwatumia kucompensate maisha yake. Listen, God deliberately allows weakness to come in. Mungu ruhusu. Tunakumbuka hadithi ya Ayubu. Ni malaika ama ni shetani alienda mbele za Bwana akaomba ruhusa
na Mungu akampatia ruhusa na akamwekea mipaka. Yani God allows deliberately. Na wewe una habari? Zege. Listen to me, church. God allows deliberately weakness to come in. Why? To prepare room for himself. To prepare room for himself. To prepare room and space for himself. To come in and work miracles. To come in and oh hallelujah. Yani ana allow weakness. Ana allow kulema kwa mbagu. Ana allow weakness. Ana allow udhaifu. Ana allow mambo kama hayo to prepare room for himself. Sio Mungu amekukataa. Hiyo sio ishara ati Mungu amekukataa. Sio ishara ati Mungu anapigana na wewe. Sio ishara ati Mungu hana haja na wewe. In fact, ako haja sana na wewe. Anataka afanye mageuzi. Anataka afanye mabadiliko. Anataka akutoe chini akulete juu. Anataka akutoe nyuma akulete mbele. Lakini anatafuta, hana nafasi, hana njia ya kufanya hivyo. Ana allow weakness so that he can have room. Ndio mwambie Bwana welcome. Dadadadadeusa reka zagaba remo shandaba. Ili mwambie Bwana hii ndoa imenishinda. Ili mwambie Bwana maisha imenikataa. Ili mwambie Bwana huduma imeshindikana. Ili mwambie Bwana hii kipawa imeshindikana. Umwambie Bwana biashara imeshindikana. Lord, come in, welcome and take over. Welcome and do your works. Welcome and do your thing. Welcome. Zega zaga. Hey, welcome mando sakata. Mwamba katoza. Mwambie Bwana karibu. Akazorima. Hallelujah. He deliberately engineers weakness ili apate nafasi hapo. Hiyo ni space anatengeneza. Hiyo ni space anatengeneza. Anajitengenezea space. Anajitengenezea jukwaa. Anajitengenezea platform ya kwamba akakuja akafanya mambo yake, akapata nafasi ya kufanya mambo yake, because the Bible says it is God who works in us. He works in us both to do and to will according to his good pleasure. He is preparing room and space and platform in your life and allow weakness. Useme amen. And allow weakness. Anataka kuja lakini anaona hana mlango. Anataka kuja maishani mwako lakini anaona hana room. Venye Yesu alisema mbweha wana mashimo yao na ndege wa angani wana viota vyao, lakini mwana wa Adamu hana popote kuegemeza kichwa chake. Hana popote. Popote hiyo ni wewe. Popote hiyo ni mimi. Popote hiyo ni maisha yako. Popote hiyo ni mawazoni mwako. Popote hiyo ni moyoni mwako. Anatafuta popote ndani yako. Room is being created. I say room is being created for the mighty God to come in. Afanye mambo yake. Afanye kazi zake. Afanye tendo yake ya ajabu. Thank you Jesus. He allows barrenness to set in Abraham and Sarah. He allows barrenness to set in Mama Sarah, Mama Hannah. He allows Satan to reduce Job to nothing. Yani Job akapunguzwa to zero. Lakini Mungu ambaye maandiko yanasema kwamba which raises up the dead, yani anafufua wafu, anaruhusu mambo iteremshwe. Yani inateremshwa tu kabisa. Mambo yako inateremshwa, heshima yako inateremshwa, jina yako inapitishwa kwa matope. Yani kwa matope tu. Na hata nikana watu wanaruhusiwa wakutembee mate, wakutukane, wakunene, na ni mambo ambayo have got nothing to do with you. Hakuna kitu kama hiyo umefanya, lakini jina lako linavurutwa kwa matope hivyo kila mahali. Mpaka watu ambao ulifikiria wako na akili, hao ndio wanaendelea kuivuruta kwa matope. Tumeambiwa, tulisikia, ulisema, ulifanya, unakuaga, wanaivuruta kwa matope. Na ni Mungu anawaruhusu room to be created in you for him to show his glory, to show his power, because when you are weak, then his power is made perfect in your weakness. Did I hear good amen? Ni nafasi natafutwa. Wewe hauna habari. Unafikiri ni Mungu amekuacha. Unafikiri ni Mungu anakuteza.
Unafikiri ni Mungu anakuonea, lakini nafasi na jukwaa ambaye Mungu anaandaa maishani mwako, aonyeshe watu ya kwamba I am the compensator. I have something you didn't know. I have something that I have something I can give you to repair you for all the things you never had, all the gifts you don't have, all the support you never had, all the betrayal you went through. I am here to compensate it. Inua mkono, sema asante Yesu. Kwa hivyo Wakorintho wa pili 1:19 inasema aje? Wakorintho wa pili 1:9. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 1 verse 9. It says, but we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God which raises the dead. Yaani hata kama kuna mauti ambayo Paulo anasema tulipitia mauti mara kadhaa, tulipitia mauti mara kadhaa, kama Daudi anavyosema, ijapokuwa nitapita katika uvuli wa mauti, bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa kitu, sitaogopa kamwe. Mtume Paulo anasema kwamba tulikuwa na the sentence of death, tulikuwa na hukumu ya mauti katika nafsi zetu, ili tusijitumainie nafsi zetu wenyewe, bali tumtumainie Mungu. Mungu gani? Mungu ambaye huwafufua wafu. Hata kama imekufa, kama mifupa ya Ezekieli inaweza fufuliwa tena. Kukufa sio mwisho, Bwana ataifufua. Kukauka sio mwisho, Bwana ataifufua, na itakuwa jeshi kubwa kuliko ile ya zamani, kuliko uliokuwa nayo, kuliko ambao ulikuwa unatumainia. Anafufua jeshi. Hata leo natangaza kwa hii madhabahu ya kwamba Bwana anainua jeshi lake upya, jeshi mpya, jeshi mpya. Muliangamiza ya zamani, lakini Bwana anainua a new army, a new kozagazaga reka sota yaba. God is raising up a new army, mazoka tayaba. Thank you Jesus. He is raising up a new army. Sio ile ya jana. Kwa hivyo sasa kuitafuta ya jana uifufue. He is raising up a new army with a new faith, a new anointing, a new passion, a new love for God. Rasoka zagai. Hallelujah. Trusting in the God which raises up the dead. Na hivyo ndivyo maandiko inamwongea kuhusu baba wetu wa imani ya Abraham. Katika Warumi 4, maandiko yanasema kwamba Abraham akatumainia Mungu yule ambaye hufufua wafu, na tena huviita vitu ambavyo haviko kana kwamba viko. Yaani haviko, vitu ambavyo huna, kama ya Mefiboshethi. Hauna masomo, hauna miguu, hauna mambo ya kujipeleka mwenyewe, lakini Bwana anaviita, yani anavileta, anavidhihirisha, anavifanya vionekane, vitu ambavyo haviko kana kwamba viko. Si useme amen. Warumi 4:17, as it is written, I have made thee a father of many nations, before him whom he believed, even God who quickeneth the dead, and calleth those things which be not as though they were. Mungu anaviita, anavitaja, anavileta vitu ambavyo kwa sasa haviko, havionekani na macho kana kwamba viko, kwa maana vinatokelezea, vinajileta yenyewe. Mtu ashangilie Bwana. He is a great compensator. He allows this to happen. Ask no more, why Lord? Why is this Lord? Ask no more, why me? Instead, allow the Lord to have his way. He is making a way for you by making a way for himself. Hujasikia hiyo? God is making a way for you to rise up, to prosper, to go forward by making a way for himself in your life, in my life, in your situation, in my situation. He is making a way for you by first making a way for himself. Thank you, Jesus. Glory to God. Zega zaga. Mando sakata. Mando zaga. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kwa hivyo
Many people do everything to avoid anything that looks like shame. Watu wengi hufanya hivyo. Kitu ambacho inaonekana kama italeta aibu, unaanza kuiavoid. Lakini kumbe huko jua, Mungu anataka kutumia aibu hiyo kutengeneza nafasi, kiwanja maishani mwako. Umwambie Bwana, karibu. Karibu Yesu, karibu. Karibu Yesu, karibu. Karibu ndani, karibu Yesu, karibu. Moyo wa upo, yani karibu. Sema tena karibu. Maria anaambiwa na Gabrieli ya kwamba Roho Mtakatifu atashuka juu yako na utashika mimba, kitakachozaliwa kitakuwa kitakatifu, ataitwa Bwana wa Mungu aliye juu. Ataanza kukomboa watu wake kutokana na kifungo. Na Maria anauliza, je, hii itafanyika namna gani? Angalia aibu ambayo nitakuwa nayo. Watu watauliza, na hii mimba imetoka wapi na bado hamjaoana na Yusufu? Hata maandiko yanasema Yusufu akapanga akumwacha Maria kwa upole bila kelele. Hakutaka kumwaibisha, kwa maana yeye mwenyewe anashangaa mimba hii imetoka wapi. Ni aibu. Lakini Maria akasema katika Luka 1:38 ya kwamba na iwe kwangu mimi kadiri ya neno lako. Na iwe kwangu mimi. Yani ya kwamba hakudharau aibu. Akasema hata niaibike, hata nichekelewe, hata maswali iulizwe, hata kuipuke nini, akasema niko tayari, iwe kwangu kadiri ya mapenzi ya Bwana. Aibu hiyo ndio imefanya Maria leo yule anayejulikana Maria aliyebarikiwa, anaitwa mama wa Yesu. Tunamheshimu, tunamuenzi, kwa maana kuna mambo amefanya ya ajabu. Akapambana na aibu, lakini akaleta mwokozi, akaleta mkombozi, akaleta msaada, akapitia aibu. Lakini angalia, tazama baada ya aibu kile kinafanyika. Tazama ngambo ya aibu kile kilitokelezea. Maria amebarikiwa. Hata malaika akamwambia katika verse 45 ya chapter 1 ya kwamba blessed is she that believeth. Blessed is she that believeth. Anamwambia wewe umebarikiwa, wewe ambaye haukustuliwa na aibu, wewe ambaye haukurudi nyuma kwa sababu ya aibu ambayo inatokelezea, wewe ambaye haukukataa kwa sababu ya aibu, umebarikiwa. Na yaliyomfanyikia yani mpaka leo, wherever she is ya ajabu. Tuseme amen. Thank you Jesus. Daudi anasema hapa katika Zaburi 27, naelekea kumalizia 10, Zaburi 27:10 anasema, wakati baba yangu na mama yangu wananiwacha, Mungu wangu atanipokea. Psalms 27 and verse number 10. Is it so? Let's get it properly. Psalms. Are you sure? Oh, yes. Zaburi 27:10 inasema hivi. When my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. Unajua wakati baba na mama wamekuondokea, wamekutupa, ni kama miguu imepooza ya Mephibosheth. Wengine bado wako na baba na mama na wako na mali na wanawasaidia kwa upendo na kwa rasilimali. Lakini Daudi anasema hata baba na mama wakiniacha, ni nafasi imetengenezwa ya Mungu kunipokea. Ni platform imeandaliwa kwa aliye juu anikaribishe na ingie maishani mwangu. Sema haleluya. Ni mambo ya ajabu haya. Sema haleluya. Thank you Jesus. Mungu anaingilia. Now today as I finish, look for the compensation in your life. Tafuta compensation ambaye Mungu analeta maishani mwako. Miguu imelemaa kama ya Mephibosheth,
lakini anza kutafuta na kuangalia compensation ya Mungu ni gani. Ni compensation gani Mungu amenipa? For my broken feet, compensation ya Mungu ananipa ni gani? Look for the compensation. Badala ya kukaa chini na kuomboleza na kujionea huruma na kukata tamaa na kujilani na kulani watu na kulani mpaka Mungu, tafuta compensation ya Mungu ni gani? Because there is a compensation. I say there is a compensation. Kuna ameniambia nikuambia hivyo ya kwamba kuna compensation. Tafuta iko wapi compensation? Zaga. Tafuta compensation. Dada Rehab, kahaba wa Jericho, kahaba, maisha ya chini, maisha ya kudharauliwa, maisha mabaya, maisha ya kutumiwa na watu vibaya, mwili wake vibaya, watu wanamjua vibaya, lakini Bwana akampa imani. Nasema Bwana akampa imani ya kwamba wanaokuja ni watu wa Mungu, wanaokuja wako na Mungu, wanaokuja ni mapenzi ya Mungu. Akajishikamanisha na wao, akawasaidia. Na baada ya Jericho ilichomwa na moto, wote wakaangamia. Rahab aliyeitwa kahaba peke yake na jamii yake wakaokolewa, na mpaka leo anatajwa kama moja wa wenye imani. Look for the compensation. Look for the compensation. What is God's compensation in life? There is a compensation. Hata kama haijafika inakuja. There is a compensation. I declare today, there is a compensation. Makatagaba. Yeko Sakai. Hallelujah. Kama Mungu alimwambia Abraham, umeinua kisu mchinje mwanao, akamwambia wachia hapo, teremsha kisu, weka kando. Akamwambia tazama kwa kichaka niko na compensation yako. Niko na compensation. Badala ya kumtoa mwana wako wa pekee, yani Isaka, niko na mwana kondoo nilimwandaa kitambo kama compensation ya kutolewa kama dhabihu ya kuteketezwa. Alimwambia tazama kichakani kuna compensation. Look for the compensation. It is around. It is where you are. It is in your life. Compensation. Thank you Jesus. It is bigger and better and greater. How taibika greater. Time is not on my side, but look for the compensation. Somebody say hallelujah. Look for the compensation. Hallelujah. We serve a faithful God, a just God. Thank you Jesus. Whatever you have lost, God has a compensation. So say me amen. There is a compensation. Musa anamangamanga juu ya mlima Horeb, anamangamanga. Ametoka Misri, ametoka kwao kwa nyumba ya Farao, na tena ametoka kwao miongoni mwa ndugu zake wa Israeli, anamangamanga kichakani. Lakini Mungu alikuwa na compensation. Hakuwa na any, lakini Mungu anamcompensate. Anamwambia hapa katika mlima kichaka kinawaka bila kuteketea, I'm sending you as the deliverer. There is a compensation. There is a compensation. Asante Bwana. Thank you Jesus. Asante Bwana. Look for the compensation. Nasema tena, look for the compensation. Kwa maana Bwana amekuandalia hiyo compensation. Somebody say hallelujah. Baba, asante mchana wa leo. Tunakuenzi, tunakushukuru kwa maana haujawahi kutuacha na hujatuacha kama mayatima. Unatembea nasi katika hii barabara na ulijua mwanzo mpaka mwisho wake, hata kabla hujaweka misingi ya dunia hii. Ndiyo maana tunakutumainia na tunakuamini ya kwamba unajua kila kitu, na hata vile tumepoteza, compensation iko tayari. Hata tulipofanya dhambi tukashindwa kujilipia deni ya dhambi, ulikuwa na compensation ya mwana wako Yesu Kristo afa msalabani kwa niaba yetu. Tunafurahia leo, tunashangilia, tunafurahia mioyo, kwa maana tunajua kweli Bwana unajiandaa kutenda mambo mazuri. Utukuzwe Bwana na ubarikiwe kwa Kristo Yesu Bwana wetu. Tumeomba na kushukuru. Amen. Mungu awabariki sana.